Leo tunakwenda kuangalia historia ya Ellen G. White. Ellen G. White ambayo watu wengi sana huwa hawaelewi hata katika walio Waadventista wa Sabato. Leo tutakwenda kupata historia japo kwa ufupi ili tuweze kupata picha ya huyu mama hasa ni nani. Wengi wanamuita Ellen White, lakini ukweli hilo sio jina lake halisia. Yaani jina lake ni Ellen Golden Hammond. Hammond ndio jina la ukoo la baba, lakini White ni jina la mume wake aliyekuwa anaitwa James White, ndio jina la mume wake. Kwa hiyo alichukua jina la mume wake ndio akaitwa Ellen White. Kwa hiyo White sio ya kwenye ukoo wao. Kwa hiyo jina la ukoo kwao lingekuwa ni Hammond. Hammond. Ndio. Alizaliwa katika mwaka wa 1827 huko Maine, ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 11. Huu ndio mwezi ambao huyu ambaye anaitwa wengine wanamuita mama, wengine wanamuita dada, lakini wengine wanamuita bibi White. Vyovyote itakavyokuwa utakavyoona wewe kama inafaa, basi waweza kumuita vyovyote, ili mradi ni mapenzi ya Mungu. Baada ya kuzaliwa katika huo mwaka, wengine hudhani ya kwamba basi amesoma sana au elimu yake ni ya namna gani, lakini ni ukweli alisoma lakini hakukamilisha masomo yake. Akiwa na miaka 9 tu alipata ajali, ambayo hii ajali ilikuwa ni ajali ya kupigwa na jiwe, kwa sababu alipokuwa anasoma walikuwa wanaenda shuleni akiwa na pacha, kwa sababu alizaliwa akiwa na pacha wake hiyo tarehe 26 mwezi wa 11, ambaye pia walikuwa wanaenda naye shuleni. Lakini akiwa njiani siku moja, wakati akiwa na hiyo miaka 9, ndipo ambapo dada mmoja akitokea, wao wasipojua kwamba alikuwa anatokea wapi na alikuwa tu na fikra zake za kisasi, aliwatania kwamba anaweza akawapiga na kuwadhuru, lakini wao hawakujali sana kwa sababu walijua wenda anawatania tu. Basi aliweza kufika hapo na kuwapiga. Alimpiga huyu Hammond, Ellen Hammond. Kwa nini alimpiga au alimpataje hilo kovu? Kwa sababu alipigwa katika paji ya uso. Walipokuwa wanazidi kutishiwa ya kwamba atawapiga, basi wakati alipogeuka ili amwangalie huyu dada aliyekuwa akitaka kuwapiga, basi hapo alipogeuka Ellen, hicho kitu kilimpiga katika paji ya uso wake, na tokea hapo ndipo alipopata maumivu makubwa na damu nyingi sana zilivuja katika paji lake la uso na akapoteza fahamu. Lakini fahamu zilikuja kumpata alipokuwa ameingia katika hospitali. Hapo ndipo fikra zake ziliweza kumpata tena, alijipata akiwa hospitalini kitandani. Ndipo alipowauliza nipo wapi, wakamuelezea ya kwamba yupo hospitalini na kilichompata ni hiki na hiki. Akiwa na miaka 11 ndipo ambapo alitoa maisha yake kwa Yesu kwa mara ya kwanza. Kumbuka kwamba alienda kwanza hospitali, lakini baada ya hapo alijaribu sana kuishi hivyo pamoja na kovu, na alirudi shuleni. Alijaribu kurudi shuleni, lakini ilikuwa ngumu kwa sababu hata kuandika hakuweza kuandika, kwa sababu hilo kovu au hayo maumivu yaliaffect sana maisha yake, hata uwezo wake wa kuandika na kufikiria kiwango cha kuweza kumaliza vipindi mashuleni. Basi baada ya kuwa amerudi na kujaribu, shule ikawa imemshinda, kwa sababu si kwa sababu hakujua kusoma au hakuwa na akili, hapana, ni kwa sababu ya lile janga lililompata. Bwana aliweza kumsaidia akaendelea basi na maisha mengine ambayo kiukweli, japo alipoteza tumaini kabisa na aliwaza kuweza kupoteza maisha, yani Mungu afadhali ampumzishe. Kwa nini alitoa sasa maisha yake? Ni ukweli kwamba alikuwa anasali katika kanisa la Baptist. Na hilo ni wengi hata katika Wasabato hawajui kwamba Mama White wakati wote hakuwa msabato. Amekuja kuingia katika Sabato baadaye akiwa mtu mzima. Akiwa hapo
katika miaka 11 alitoa maisha yake kwa Yesu, lakini alianza kuhudhuria katika mikutano iliyokuwa imeandaliwa na Miller pamoja na wafuasi wake. Tutakuja kujifunza siku nyingine habari za William Miller ambaye watu wengi pia wanachanganya kidogo na Wasabato. William Miller pia hakuwa Msabato. Fuatilia sana kile ambacho tutakuja kukisema katika historia ya William Miller. Lakini kwa sababu leo tunajifunza historia ya Mama White, basi tuweze tu kupita hapo katika maisha yake Mama White kama Mama White. Basi baada ya kujitoa maisha yake akazidi kuhudhuria katika mikutano hiyo, lakini alipohudhuria katika mikutano hiyo akaanza kujihisi ya kwamba anahitaji upendo kutoka kwa Mungu na kuwa amemjua Mungu vizuri kwamba ni Mungu wa upendo. Lakini tokea hapo ndipo alipokuja kujifunza vile vile ukaribu wa Yesu kuja, kwa sababu hawa William Miller pamoja na watu wenzake waliokubali ujumbe wa kuja kwa Yesu mara ya pili katika kipindi cha miaka 1840 na kuanzia 42, kwa sababu hapo ndipo ambapo William Miller alianza kupeleka ujumbe wake mpaka kufikia kwamba miaka wa 1843 ndipo wenda Yesu angeweza kurudi mpaka 1844. Kwa hiyo ujumbe wa Yesu kurudi mapema sana ndio uliokuja kukubali, ndio hapo chanzo cha kuitwa Waadventista. Lakini baadaye ndipo ambapo aliweza kukubali ujumbe huu wa kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kwa kukubali hivyo, yeye pamoja na wazazi wake ilitokea kwa sababu baba yake alikuwa ni Methodist kama ambavyo tumekwisha kusema, lakini alikuwa na nafasi kubwa pia katika utumishi wa kanisa lake hilo la Methodist. Lakini ukisoma katika Testimony to the Churches gombo la kwanza vile vile hii historia unaweza kupata, lakini vile vile katika ukurasa wa 43 pale unaweza kuona ya kwamba wakati huo pia baada ya kukubali ujumbe wa Yesu kurudi ndipo ambapo ilipelekea wao kufutwa ushirika, na hii ilikuwa ni sikukuu ya wapenda nao. Walifutwa ushirika kama familia kwamba wasiweze kuendelea kuwa washirika wa Methodist. Basi wakati huo ndipo ambapo aliendelea kuwa na imani hii ya wana marejeo, sio wa Sabato. Hapo bado hajapata nuru ya Sabato. Katika mwaka wa 1846 ndipo ambapo walipooana na James. Walioana na James na Bwana aliweza kuwajalia, walipata watoto 4 akiwemo Henry, Edison pamoja na William. Hawa ni watoto watatu kwanza, ambao hawa watatu waliweza kufanikiwa na kukua, angalau wakaweza kufika katika mazingira fulani. Lakini alikuwepo mwingine anaitwa Herbert. Herbert ni mtoto ambaye pia alifariki akiwa bado na miezi tu michache, hakufikisha hata mwaka. Hawa watatu basi ndio waliweza kukua, na hata ukiangalia katika barua zake, hata katika barua kadhaa za miaka 1850 na something hapo miaka 53 kwenda mbele, alikuwa akiandika barua kadha wa kadha akiwaandikia watoto wake kwamba anapokuwa yuko mbali basi anawaandikia ya kwamba waweze kukua katika Kristo, wabaki katika makuzi yaliyo mema. Katika maisha yake yote miaka 60 alitumia akiwa hapo Marekani, miaka 60. Lakini miaka 10 takriban aliweza kuitumia akiwa nje ya Marekani. Na mkutano wake wa mwisho wa alihudhuria mwaka 1909, ndio mkutano wake wa mwisho wa General Conference aliohudhuria akiwa ni mama huyu ambaye anajulikana kama ni nabii wa wakati pia. Kwa nini alikuwa nabii? Nabii tunapoeleza katika Isaya 20 mstari wa 20 sura yake 800 ya kwamba ni lazima waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawa na neno hili bila shaka kwao hapana asubuhi. Mama White alipimwa katika mizani ya unabii kweli kweli, akiulizwa kama kile anachokiishi au anachokisema ndio ukweli. Kwa hiyo vipimo vyote viliweza kutik, ndipo alipokubaliwa. Sio kwamba tu alikubaliwa kama kukubaliwa tu kwa sababu ni mrembo au ni nini, hapana. Vile vile sasa tuende kuangalia baada ya huo mwaka 1909 ukiwa ni General Conference meeting ya mwisho aliweza kuhudhuria. Wengine wanadhani ya kwamba Mama White basi labda alikuwa na uongozi fulani katika kanisa. Hicho ni kitu ambacho Mama White mwenyewe alipinga, hakuwa na uongozi hata chochote.
zaidi ya nafasi, na hakupenda kuitwa nabii. Hakupenda kuitwa nabii, bali alipenda aitwe mjumbe tu, mjumbe, sio nabii, licha ya kuwa alikuwa na sifa za kuwa nabii. Ndio maana ukiangalia katika barua zake Paulo anaeleza pia vile vile, mtume Paulo katika nyaraka zake anasema kwamba yeye ambaye hakustahili kuwa mtume. Kwa hiyo sometime watu ambao wanapewa ujumbe hawapendi kujikweza, ndivyo alivyokuwa huyu mama. Lakini tunakuja kuona kwamba baadaye ukisoma katika Testimony to the Churches gombo la 6 ukurasa wa 236 paragrafu yake ni ya kwanza, utakuja kukuta ya kwamba Mama White anaeleza kuna watu ambao walikuwa wanadhani ya kwamba yeye na Dr. Kellogg ni daktari, alikuwa na uongozi pia katika kanisa, lakini pia alikuwa ni daktari. Na wakati huo ukisoma hiyo paragraph vizuri, anaeleza kwamba kuna watu walikuwa wanadhani ya kwamba yeye anawania nafasi yoyote, na anasema ya kwamba hakuwahi kutaka nafasi yoyote katika kanisa kwamba awe kiongozi, lakini nafasi yake ilimtosha ya uandishi, na alipewa njozi takriban njozi 2000 ambazo zilihusu maisha ya Kikristo, zilihusu Waadventista wenyewe, zilihusu matengenezo ya afya na vitu vingine, ufunuo kuhusu mavazi na kadhalika. Ni kati ya hizo maono ambayo Mama White au bibi au dada White aliweza kupata akiwa katika maisha yake. Tumesema alizaliwa mwaka gani? 1827. Lakini aliweza kufariki 1915, ndio mwaka alioweza kufariki. Alifariki akiwa nyumbani kwake. Hiyo ni baada ya kuweza kumaliza harakati zote, na aliweza kusema katika nyaraka zake baadhi, utakuja kukuta kwamba alielezea kwamba yuko hata ukiangalia katika Review and Highlights alieleza vile vile, katika ukiangalia pia katika bio kuna kitabu kinaitwa bio 1 bio 2 pia ameweza kueleza ya kwamba akiwa katika miaka 1900 kuanzia 14 pia aliweza kuprofesize kifo chake. Hakujua atakufaje, lakini alijua kabisa yuko karibu kufa, na hapo ni zaidi ya miaka 80 ndio. Alizikwa pembeni tu ya mume wake, kwa sababu mume wake alikufa 1881. Hicho ndio kifo chake kilipokuwepo hapo. Na ukisoma katika barua zake anaeleza kwamba kuna wakati wa baada ya kufa mume wake walijaribiwa kumwambia mfufue mume wake na vitu kama hivyo, lakini alikataa kwa sababu haikuwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mume wake alipumzika mwaka huo 1881, lakini yeye basi alipokufa katika mwaka huo wa 1900 alizikwa sasa pembeni ya mwili wa mume wake huko Marekani. Lakini hiyo ndio historia fupi ya mama au bibi au dada White. Tumesema White ni jina la mume wake, yani la ukoo wa mume wake James, lakini yeye alikuwa anaitwa Ellen Hammond. Ellen G, ile G ina stand kwa ajili ya hilo jina ambalo ni la Ellen Golden White. Au Hammond ndio lilikuwa jina la ukoo wao. Kwa sababu gani? Alikuwa na wazazi wake ambao alikuwa ni Robert na Eunice. Hao ndio baba yake na mama yake. Kwa hiyo alikuwa ni Robert Hammond pamoja na Eunice Hammond, kwa sababu Eunice pia atachukua jina la baba yake na Ellen. Basi Bwana akaweza kutusaidia na saidia sana, kuwasaidia Waadventista wa Sabato, kusaidia na watu wengine vile vile ambao hawajui historia ya Ellen G. White. Tutakuja kuzidi kujifunza vitu vingi kwa huyu mama, lakini vile vile vitu vingi kuhusu historia na vitabu vyake kadhaa. Tutakuja kujifunza pia historia kuhusu vitabu vinaitwa Testimony to the Churches. Hiyo nilikuwa nimesite hapo kabla. Kuna historia kadhaa iliyofanya kuandika baadhi ya vitabu ambavyo leo vinatumika. Tutakuja kuvizungumzia vizuri, lakini Bwana aweze kutusaidia katika hayo na zaidi. Tuzidi kuombeana, lakini vile vile tuzidi kupiga vita vilivyo vizuri vya imani, na tukakutane katika mbingu ya Mungu, katika ufalme wa Kristo na Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, amen.